fomu na kuandika barua ya kuacha kazi ulionayo kuja kuwatetea wana. Cha kwanza ninamshukuru Mungu kwa fursa hii. Pili namshukuru mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais kwa ile heshima alionipa kuona kwamba huku Meru kuna kijana mmoja kutoka kule Nturu Milimani, mtoto wa mama muuza mboga na baba mchungaji wa kanisa dogo la Pentekoste, ambaye aliona kwamba mtu huyu anaweza akafaa kuwa mkuu wa wilaya. Nimetumika kwenye wilaya 4, mikoa 4 tofauti. Lakini sasa nafikiri imefika muda, kwa sababu ni wakati wa uchaguzi na mwaka wa uchaguzi, na mimi nimewiwa kuzisikiliza sauti za watu wa Meru. Nimezisikiliza kisawasawa, kwa nimedhamiria na nimekuja kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera kwenye kiti cha ubunge kwenye jimbo la Arumeru Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi kwa 2025. Nilikotoka nimeaga vizuri. Sijaja kwa kutoroka. Niliweka kitu kwa Kimeru tunaitaga walio. Wale ambao hawajui Kimeru mtanisamea kwa hapo, lakini mimi ni Meru napaswa kuzungumza kikwetu. Kwa maana ya utaratibu mzuri, nimeomba kuondoka kwa heshima zote na kwa shukrani zote. Kwa hiyo siku ya Jumanne wiki nilipata ruhusa hiyo ya kuachiliwa rasmi kutoka kwenye nafasi yangu ya kuwa mkuu wa wilaya ya Magu kule Mwanza kwa ajili ya safari hii. Na labda watu waelewe, sio kwamba nimetumbuliwa, niliomba kuja. Kwa sababu kuna watu wanabadilisha maneno. Nimeomba kuja kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo letu la Arumeru Mashariki. Kwa sababu kila mtu anakuwa unaamini na kwetu ni hapa. Na nawajibika kwetu. Na nawajibika kama kijana aliyosomeshwa na mama muuza mboga na ndizi na mzee muuza kahawa na mchungaji kuja kuleta hizo neema kurudisha kwa watu wa Meru. Meru inahitaji mtu mwenye sifa 4 ambazo naamini ninazo. Sifa ya kwanza, Meru inahitaji mtu jasiri kwa mbunge wao. Kwenye hilo naamini watu wa Meru hawana mashaka na mimi. Ujasiri ninao wa kuyabeba mambo yao na kuyapeleka mbele. Watu wa Meru wanahitaji mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kujenga hoja. Uwezo huo wa kujenga hoja ninao kwa vitendo. Sihitaji kuhadisia, wamewahi kuona. Unapoongea kwamba unahitaji barabara, kila mtu anahitaji barabara, lazima uijengee hoja. Kwa nini barabara hiyo? Kwa nini wewe? Kwa nini wawe na sio kule? Katika hiyo budget ndogo, kwa nini wakati huo wewe na sio wale wengine? Hilo nalo naamini ninalo la ujenzi mzuri wa hoja. Lakini lingine, Meru inahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha watu. Sifa hiyo ninayo, imeshuhudiwa kwa vitendo. Naweza nika cross vyama, naweza nika cross madhehebu na dini, naweza ku cross koo, naweza ku cross umri na mambo yote kama hayo kuunganisha jamii ya Meru. Na sisi tumepitia mambo magumu kidogo huko nyuma kama jamii ya Meru, kwa hiyo tunahitaji kuendelea kujiunganisha bado. Yako baadhi ya mambo ambayo yalitenganisha na mengine mnayakumbuka miaka ya 90 ambayo tuletea mpaka vurugu kwenye jamii yetu. Jamii yetu inazidi kurudi pamoja, inahitaji kiongozi ambaye ana uwezo wa kuendelea kuiunganisha jamii hiyo, na hiyo sifa nafikiri ninayo, mmeiona kwenye mambo yangu mengi. Na mwisho, Meru inahitaji mtu ambaye anazo sifa za kuaminika serikalini. Mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na vyombo, mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na mamlaka kwenye nchi yetu. Sifa hiyo ninao, maana yake mpaka nakuja hapa nimetokea kuwa mkuu wa wilaya 4, mikoa 4 kwa miaka 4 mfululizo. Nashukuruni sana. Nawaambia watu wa Meru nimewamisi mno, na wakati umefika, na wakati ndio huu, na tuna kila sababu ya kurudisha Meru kwenye ramani ya dunia. Na niko tayari kubeba msalaba huo nikishirikiana na wana Meru wenzangu. Kikubwa ninachoomba ni maombi yao, kwa sababu kazi hii sio nyepesi, vita hii sio nyepesi. Nimewahi kuipigana huko nyuma, nafahamu ilivyo, lakini nawahakikishia tu kwamba tutashinda na utukufu wa pili utakuwa mkubwa kuliko ule wa mwanzo kama yasemavyo maandiko matakatifu. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.